Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, katika ulimwengu wetu wa sasa hivi kuna tatizo kubwa, ni wajibu kwetu sisi kulizungumzia walau kwa uchache, walau ilmahan. Tatizo lenyewe ni tatizo la kutokuwathamini walimu, kutokuwaheshimu walimu, kutokuwaangalia walimu. Sasa hapa kidogo niwe muwazi na kusudia kwanza walimu wa pande zote mbili, walimu wa shule pamoja na walimu wa madrasa. Tumeingiwa na maradhi makubwa sana kuwadharau walimu, hasa walimu wa madrasa. Lakini haka kama dakangu kaleo, mkusanyiko wake mkubwa ni walimu wote kwa mjumuiko wao. Yani sitaki nizungumzie walimu wa madrasa kama wa madrasa au wa shule kama wa shule. Yani inajumuisha walimu wote. Yani kwa ufupi tu kwamba walimu sasa hivi ni watu ambao hawana thamani katika jamii. Ni watu ambao wanadharaulika katika jamii. Ni watu ambao hawaangaliwi katika jamii. Kiasi ambacho kwamba walimu ni watu pekee ambao tunatakiwa tuwaangalie kwa jicho la tatu. Tunatakiwa tuwathamini kwa sababu wao ndio wanakuja kutengeneza viongozi wa baadaye. Wao ndio wanakuja kutengeneza mashehe. Wao ndio wanakuja kutengeneza walimu kama wao. Wao ndio wanakuja kutengeneza madaktari, wanakuja kutengeneza mainjinia, wanakuja kutengeneza aina za watu wengi wa kimafunzo katika maisha yetu ambayo tunaishi. Sitaki nizunguke sana. Kuna msomi mmoja amekuja na maneno mazuri sana. Maneno haya nikiyasoma moja kwa moja yatatuthibitishia umuhimu wa walimu katika jamii yetu. Msomi huyu anasema, lau baqina 10 sanawat biduni atibba lafaqadna alilaj. Anasema lau kama tukaishi katika hii dunia ndani ya miaka 10 tukakosa madaktari, basi tutakuwa na tatizo la kukosa matibabu, kwa sababu tutakuwa hatuna madaktari. Walau baqina 10 sanawati biduni muhandisin lafaqadna at-tanzim. Anaendelea kusema kwamba na lau kama tutaishi katika hii dunia miaka 10 mingine tukakosa muhandisin, tukakosa mainjinia, anasema hapa tutakosa ule mpangilio wa kutengeneza magorofa, mpangilio wa kutengeneza nyumba, mpangilio wa viwanja, mpangilio wa mambo ya aina tofauti tofauti yanayohusiana na ujenzi na vitu vinginevyo. Tutakosa. Anaendelea kusema kwamba wala ubaqina 10 sanawati biduni muhamin lafaqadna aladala. Na lau kama tutabaki katika hii dunia miaka 10 mingine tukakosa wanasheria, basi tutakosa uadilifu katika huu ulimwengu. Lakini lau baqina 10 sanawati, nisikilize vizuri sasa hapa. Lau baqina 10 sanawati biduni mudarrisin, lau kama tutabaki miaka 10 pasi na kuwa na walimu, pasi na kuwa na maustadhi, lafaqadna al-atibba walmuhandisin walmuhamin bal innana sanafqidu kulla shay. Allahu akbar. Lau kama tutabaki katika hii dunia hali ya kuwa hatuna walimu, hali ya kuwa hatuna maustadhi, basi tutakosa mainjinia, tutakosa wanasheria, tutakosa madaktari, tutakosa maustadhi, tutakosa mashehe, tutakosa watu wa sekta za aina tofauti tofauti. Kwa sababu watu hawa wa sekta za aina tofauti tofauti wote asili yao wanatoka kule kwa walimu. Kwa hivyo walimu, ndugu zangu, ndio watu muhimu katika maisha yetu ambayo
tunaishi. Tunatakiwa tuwaangalie kwa jicho la tatu. Walimu wa shule wana umuhimu wao mkubwa sana, na walimu wa madrasa pia wana umuhimu wao mkubwa sana. Hakuna wa kumzidi mwenzie hapa. Tusije tukaangalia tu walimu wa shule peke yao, tukawaangalia vizuri na kuwaheshimu na tukawadharau walimu wa madrasa. Hili jambo itakuwa sio zuri hata kidogo, kama lilivyokuwa sasa hivi katika jamii yetu. Walimu wa madrasa ndio walimu ambao wanatengeneza mashekh, ndio walimu ambao wanatengeneza watu ambao hawatokuja kuiba, ndio walimu ambao wanatengeneza watu ambao hawatokuwa waongo, ndio walimu ambao wanatengeneza watu ambao hawatokuwa wezi, hawatokuwa wazinifu, hawatokuwa bali watakuwa wanamtambua Mungu wao. Kwa hiyo wewe ukiwa injinia, elimu ya dini itakusaidia katika uinjinia wako usiwe mwizi. Wewe ukiwa daktari, elimu ya dini itakusaidia katika udaktari wako usiwatoe mimba ovyo ovyo watoto wa watu, usiue watu ovyo ovyo kwa makusudi kwa kuchukua pesa, usifanye mambo ya ovyo ovyo mahospitalini, kuiba dawa, kuwa na wezi wa aina tofauti tofauti, kutengeneza madawa ambayo hayastahiki. Hautokuwa hivyo kwa sababu umesoma dini na umemjua Mungu wako na una hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa ufupi na kufupisha mada yetu, kikubwa zaidi tunachotaka alikuwa kukifikisha leo ni kuto kuwadharau walimu wa pande zote mbili, wa shule pamoja na madrasa. Inatupaswa sisi tuwaangalie walimu wetu wa pande zote mbili kwa jicho la tatu, tena vizuri kabisa, kwa sababu wao ndio wanatutengenezea watoto wetu na wanasheria, mainjinia na madaktari na watu wa sekta za aina tofauti. Walhamdulillahi Rabbil alamin.